Karibuni kwa tafakari ya siku. Leo tunaadhimisha mambo matatu. Kwanza, tunaadhimisha mwanzo wa mwaka wa 2026. Huu ni mwaka wa kiserikali ama mwaka ambao tumezoea kuyapanga mambo yetu. Kwa hivyo tuna mtazamo wa kuweza kushukuru kwa sababu yote ambayo yametendeka, si kwa sababu ya mastahili yetu, bali tunasema ni Mungu mwenyewe ambaye ameweza kuyatimiza hayo. Ni mapenzi yake, imegharimu mkono wake, imegharimu uwepo wake, ndivyo tumeweza kufikia huu mwaka mpya wa 2026. Jambo la pili, mama kanisa anatukumbusha tuweze kuadhimisha sherehe ya uzazi wa Bikira Maria, the divine motherhood, na ndivyo tunasherehekea hii sherehe yenyewe inaitwa sherehe ya Bikira Maria mama wa Mungu. Katika kusherehekea uzazi ama umama wa Bikira Maria, tunakumbushwa jambo moja, ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mwaminifu, ya kwamba wakati ambapo alimteua Bikira Maria, pili akamkingia dhambi ya asili, wakati ambapo alinuia aweze kuwa mama wa mkombozi wetu, Mwenyezi Mungu aliweza kutimiza ile ahadi aliyotoa baada ya mwanamke na mama wa kwanza katika historia ya wanadamu ya kibibilia, si mwingine ni Hawa, wakati ambapo alianguka katika dhambi na wakati ambapo alimuhusisha na kumshirikisha pia mumewe Adamu, wanadamu wakaanguka kutoka katika hali ya utakatifu, wakaanguka kutoka katika hali ya neema, na ndivyo Mungu akatoa ahadi ya kwamba mzao wa mwanamke ataweza kuponda kichwa cha nyoka. Na ndivyo mkiangalia sanamu nyingi za Bikira Maria, hapo chini amekanyaga nyoka, kuonyesha ya kwamba yeye ndiye utimilifu wa ahadi zilizotolewa, ya kwamba yeye mzao wake ambaye si mwingine ni Yesu Kristo ataweza kumshinda shetani. Nyoka yule aliyesimuliwa katika kitabu cha Mwanzo anaashiria nguvu zote ambazo zinapingana na mapenzi ya Mungu, na ndivyo hata katika kitabu cha Ufunuo tunaona ya kwamba kuna joka kubwa sana ambalo linaburuta nyota nyingi kule angani akitafuta mtoto ili amwangamize, kwa sababu shetani hangependa ile ahadi ya Mungu iweze kutimizwa, lakini nia ya shetani haiwezi mapenzi ya Mungu. Na ndivyo tunaona ya kwamba Kristo aliweza kuzaliwa na akaweza kutimiza mapenzi ya Mungu, na ndivyo tunakumbushwa ya kwamba Bikira Maria aliweza kuchangia kwa kirefu kwa kuweza kuponda kichwa cha nyoka kupitia kwa mwanaye Yesu Kristo. Pia hii sherehe ya mama wa Mungu, hapo wakati mwingine tunakwazika kwa sababu ya maneno. Huu ni mtaguzo wa Ephesus 431 AD, wakati kwa lugha ya Kigiriki Bikira Maria was declared Theotokos. Theotokos inamaanisha the bearer or the mother of our Lord. Lakini kwa sababu wakati mwingine tafsiri kutoka lugha moja hadi nyingine, tunajua kwamba Mungu mwenyewe, Mungu hana mama, hajazaliwa Mungu, God is eternal. Lakini ni katika muktadha gani hilo neno linatumika?
ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu, is the second person of the Most Holy Trinity. Kwa hivyo kwa Bikira Maria kuweza kumzaa Yesu, she qualifies as the mother of God in the sense that she bore the Messiah. Not because God existed before anything that is created, visible or invisible. It is a term used in a theological and accommodated sense, ya kwamba yeye ni mama wa Bwana wetu Yesu Kristo, ni Bwana wa mkombozi wetu, ni mama wa nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu. Kwa nini akapewa hili jina Theotokos? Kwa sababu nyakati za kwanza za kanisa, hasa karne za kwanza, kulikuwa na uzushi dini, a number of heresies. Na huu uzushi dini uliweza aidha kutukuza ubinadamu wa Yesu au kutukuza umungu wake na kuachilia, inaitwa monotheism ama one nature. So either tunajua kwamba ni Mungu kweli na mtu kweli, na ndivyo ile kanuni ndefu ambayo tunaita the Nicene Creed ambayo tumeizoea kuisema Jumapili. It is a creed formulated to defend the faith. Ile ya kimsingi ni apostolic, inakuwa fupi. That's the original one. The Nicene Creed was formulated to define the faith and to defend the faith on the two natures of Jesus Christ, through God and through man, without any confusion. Kwa sababu kuna wengine kama Askofu Arius walifundisha na wakasema ya kwamba Kristo hakuwa Mungu. He was just a human being like any other human being. Kuna mwingine pia akasema alikuwa ni Mungu lakini hakuwa mwanadamu. Ili kanisa liweze kuwa na msimamo, it was a declaration of faith. It was a declaration that an article of faith can be well defined, ya kwamba ni mwana wa Mungu, kwa hivyo has divine nature, na pia aliweza kuchukua mwili wa kibinadamu. He took the chromosomes and genes from the body of a blessed mother. She was hakuwa kitu ambacho kinaonekana. Alikuwa anafundisha Yesu ni kama alikuwa na mwili kama wa pamba ama kitu kama karatasi ama nylon. Ndivyo hamba is true man and true God. Ndivyo Mary as a mother of God inatusaidia pia kuweza to declare and to profess our faith in two natures, the divine and human nature, without any confusion of faith, belief and creed. Ndivyo inatusaidia kuweza pia kumheshimu mama yetu, na ndivyo tunakumbuka pale msalabani Yesu aliweza kuashiria this title. Wakati ambapo Yohane alikuwa pale msalabani, alimwambia tazama mama yako, na akaambia Bikira Maria tazama mwanao. Hivyo ndivyo we can get also another backup, a scriptural or biblical backup of why we talk about the motherhood of Mary, ya kwamba sisi tuliweza kusimamiwa na Yohane pale chini ya msalaba na tukaambiwa tazama mama yako. Tunaambiwa tazama mama yenu. Katika hii safari ya maisha tunahitaji mama anayetuelekeza, anayetuelimisha, anayetulisha, anayetushauri. We need those qualities of a mother in our spiritual journey. Kwa hivyo hii sherehe ya Maria mama wa Mungu inatusaidia basi tuweze kukimbilia usaidizi wake, tuweze kukimbilia pia umama wake. We feel that we are not orphans,
we are not just spiritual orphans, tunatembea katika historia bila kuweza kujielewa na kuhisi ya kwamba tuna mkono wa mama anayetuelekeza katika maisha yetu ya kila siku. Jambo lingine ambalo mama kanisa kwa upana anatufundisha ni kuhusu umama, the gift of motherhood. Thus, the current and the contemporary society is taking it as a disaster or as a problem to be avoided. Not quite a number of women who are out to appreciate motherhood. Ndivyo kuna mambo mengi sana. There are new ideologies about reproductive technology and reproductive science. That's why people are bombarded with the contraceptive mentality. Don't appreciate your motherhood. Don't appreciate your womanhood. Contracept. Go against that. But enjoy sex. Put any chemical or physical gadget on your body. Enjoy. But fear motherhood as you fear any other problem. That's why the church begins the year with presentation of her mother. She accepted motherhood. It's not a sickness to be a mother. It's not being uncivilized by accepting motherhood. But how many women are bombarded with new philosophies that it's wrong to be a mother? That's why instead of using common sense, we are using condom sense. Yes, that's the truth. Mary was betrothed to Joseph. She said yes. And to get a child outside wedlock will be stoned to death. She said yes. I take the risk. We want a comfortable life. We are not even aware of the dangers of using contraception, but we say yes. And more so in Africa. Our African women cannot question those people who are saying is reproductive health. It's presented so well that you cannot question. But you don't know the side effects of whatever. When the church speaks about it, right from 1968, when Pope Paul VI produced the first document, Human Vitae, there was sexual revolution in 1968, and the people said the church cannot control our bedrooms. But how many people have fallen victim of the sexual revolution and the contraceptive mentality, the population control of Malthus? Many people are in the grave. We are not interested in on whatever plan you have for your family, but a church is a voice of the people, is a voice of reason to give you a direction. Ukiamua vingine, you'll never blame. That's what the prophet Ezekiel was told. Waambieni ukweli. Waambie watu wangu ukweli. Ukiwaambia ukweli, umewaokoa. Usipowaambia ukweli, nitauliza damu yao mikononi mwako. Hukuwaambia ukweli. So that people can have informed decision. You make correct decision, and that you make an informed consent. You know the dangers, you know how things are, make a choice, you not blame the church. That's why when we begin with the year
with this picture of divine motherhood, of this girl who accepted to be the mother of our Savior, we can be able to recover the beauty of motherhood. Yes, we have gone far as new reproductive technologies are concerned, about cloning, about genetic manipulation, how the nuclei, it's not necessarily that something can be created out of the gametocytes and so forth, but over and above that, a human being cannot create a human soul. The issues of omics, the issues of cyborgs, yes, they exist, but no single human being can create a human soul. Something that we have seen even in science fiction, things that are being done today in the laboratory, bioengineering, biotechnology in different sectors of life, cannot replace the majesty of God and His preserve, that is creation of human soul. You can try to create zombies, the issue of robotics and other issues, but you cannot create a human soul. That's the domain of God. In as much as we are brilliant, in as much as we are geniuses in different sciences, we cannot be able to replace God. That's why the divine motherhood of Jesus Christ, the divine motherhood that Jesus Christ was born and Mary accepted to be the mother, is a wake-up call to remember we are human. In as much as we may be able to further many things in science and technologies, we remember we are human beings. In as much as now we are talking about artificial intelligence or super intelligence, but for us to have artificial intelligence or super intelligence, we need the normal intelligence, the human intelligence that will be able to be used to manufacture or to navigate in the new era of super intelligence and artificial intelligence. Ndivyo kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo kunatusaidia. Jambo la tatu, leo ni siku ya amani duniani, is World Day for Peace, ambayo ilianzishwa na Baba Mtakatifu Paulo wa sita. Aliweza kuona madhara ambayo yalikuweko hizo nyakati za kale, za wakati wa vita vya kwanza vya dunia, vita vya pili vya dunia. UN ikatengenezwa, haikusuluhisha mambo, na ndivyo akaomba mwanzo wa mwaka watu watafakari juu ya amani, na ndivyo aliweza kusema peace is a new name for development. Where there is no peace, there is no civilization. There is no progress, there is no development. We cannot be able also to praise God if we are not at peace. Na ndivyo Pasaka, Yesu mfufuka, in his post-resurrection appearances, you always, peace be with you. Amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Alijua bila amani wanafunzi hawangepeleka injili duniani kote. Kama angekuwa na amani katika nyoyo zao, hawangeenda kuhubiri habari njema kwa watu wote. Ndivyo hii siku ya kuombea amani ulimwenguni kote, kila mmoja wetu anaalikwa awe ni mwana wa amani, ni balozi wa amani. Chochote ambacho unakifanya, zingatia amani. Tunaishi katika dunia inayoenzi mafarakano, vita, matusi na mambo mengi sana. That's what we get every day, be it in the print media, be it in the social media. Wakati mwingi ukiona the first few items, they are not items geared towards peace, coexistence, order.
and that's what is glorified. Ndivyo hii ni siku ambayo tunapaswa kujua kwamba peace is a gift you give to yourself. And never be happy ukisikia vita viko Ukraine na kwingine na useme ya kwamba we are in a haven of peace. No, in one way or the other, that war is affecting you. That's why in his own pastoral wisdom, Pope Paul VI initiated the celebration of peace or World Peace Day on the first day of January. Are we peaceful? Are we peacemakers? Are we at peace with ourselves, at peace with God, at peace with our neighbor? Hilo ni swali nzuri sana kwa sababu yale yote you can have very brilliant proposals for the new year or resolutions, but you cannot be able to meet them. You cannot be able to execute them if you are not at peace. If the community where you are living is not at peace. Huwezi kujiendeleza. Unaweza kuwa na miradi mingi sana, kazi nzuri sana, lakini unaweza shindwa kuweza kujiendeleza na kufikia malengo yako ya mwaka huu wa 2026 kama hatuna amani. Ndivyo ndugu na dada zangu, sisi tulio katika kanisa hili siku ya leo, jaribu kwa vyovyote vile kuwa balozi wa amani kwa familia yako, kwa kazi yako, kwa ulimwengu. Tutaanza kuzinduliwa mambo ya vyama na siasa na vitu vingine vingi sana, but be prepared to distinguish sense from nonsense, truth from falsehood, and always choose that thing that will give you peace and give peace to your neighbor. Not a party slogan, not a politicians that should take away peace from you. Na ndivyo umesikia hilo somo la kwanza, ni nzuri sana. Bwana akuangazie uso wake na akujalie amani. Hivyo ndivyo si baraka zimeanza leo au jana. Mungu alimwambia Musa, ambia Aruni na watoto wake, zinaitwa the Aaronic blessings, because Aaron was the first high priest. Muwe mkiwabariki watu wangu kwa njia hii, invoke my name over my people. Na hizo ndizo baraka. Mungu akuangazie uso wake na akujalie amani na akufadhili, to be your benefactor, to provide for you. That's what we are. Sidhani kuna mtu yote ambaye ako hapa na anataka asistawi. Hakuna mtu yote hapa ambaye anakuja anaomba akufe mwaka huu. Ama kuna mtu ama upata kitu fulani, labda ukatwe mkono, ukatwe shingo, ama ukikatwa shingo unadhani utasurvive. So our wishes are good. Ndivyo tunaomba. Mungu ni fadhili. Nina maamuzi na malengo mengi sana, peke yangu sitaweza. Musa alimwambia Mungu wakati ambapo aliingia jangwani, Bwana tembea nasi, usipotembea nasi tutashindwa. Hata sisi mwaka huu tunasema kama Musa, Bwana tembea nasi, usipotembea nasi tutashindwa. Ndivyo wakati ambapo tunaongea kuhusu amani, tumeambiwa atuangazie uso wake, atubariki na atujalie amani. Kwa hivyo Mungu ananuia hayo. Ndivyo hiyo baraka imetolewa na hilo somo tumelisoma likiwa la kwanza. Mungu mwenyewe anataka ni wewe ukatae. God is willing that you be at peace with yourself, at peace with your neighbor, and at peace with him. Mungu mwenyewe hajakataa, ndivyo ametuambia. Hivyo ndivyo anakusudia mwaka huu, ni wewe mwenyewe ujitoe kwa hayo. Usiwe mtu ambaye ni wa amani, na usiwe mtu ambaye anazingatia na kuhubiri amani. When I talk about peace, I'll just give you two structures
that are made by human beings. A wall and a bridge. They are made of the same materials. Chuma, mawe, kokoto, saruji zinatumika. Lakini matumizi ya hizo vitu viwili ni tofauti. Ukuta ni wa kutenganisha. Perimeter wall. Plot yangu imefika hapa, ama chochote ambacho ni changu ni hapa, don't trespass. Kwako ni huko, kwangu ni huko. A wall separates. As opposed to the other structure, a bridge connects. Labda ni mto, labda ni bonde, walio upande ule waweza kuvuka na walio upande waweza kuvuka. So ask yourself, my brother or my sister, we ask ourselves today, am I a wall builder or am I a bridge builder? Kukiwa na mzozo, ninawasaidia watu kuweza kupatana ama mimi ninawasha moto? Ninawasha moto. Niwe daraja na nijenge daraja katika maisha ya familia yangu na watu wengine. Let me always create a good rapport. Let me be a way to reconciliation, to peace among people, in my family, in the place of work, in the church, and wherever I am. Ndivyo, it is not easy to be a bridge builder. Wakati mwingi shetani anatuchochea wagawanishe. Divisive spirituality or spirit sometimes is stronger than the spirit of peace. But it doesn't mean that it is impossible, is unworkable. It's possible. Yawezekana. Kwa hivyo tukianza mwaka na amani, tutastawi katika amani. Tutaweza kufaulu katika amani. Tutaweza kuishi maisha mema. Ndivyo mwanzo wa mwaka huu ni nafasi ya kuweza kufanya maamuzi. Nimechochea, nimefanya hiki na kile kingine, lakini nimeamua ya kwamba nitakuwa mpatanishi, nitakuwa mtu wa amani. Nitaweza kujenga daraja mahala ambapo zimeporomoshwa na zimebomoka. Na hivyo ndivyo we shall be a great nation. We shall be a great community. Those countries in the first world, it's not that those people are superhuman beings, but are men and women who chose peace. Men and women who knew and even interiorized what we have said, that peace is a new name for development. Can we be able to be ambassadors of peace? Ndivyo, one of the titles ya Bikira Maria ni Queen of Peace. Even we have a school here, Regina Pacis, Queen of Peace. Regina Pacis. She is the Queen of Peace. If we have begun the year with her, she is the Queen of Peace. She can assist us also to get to the King of Peace, who is none other than Jesus Christ. Yesterday, misa ya usiku jana, niliwakumbusha na nitarudia to just that aspect of January. We have begun the year, na hili jina January is derived from Janus, a Roman god who had two faces, Janus. Uso moja unaangalia mbele na uso moja unaangalia nyuma.
That's the etymology of the month of January, from Janus, the god of doorways and entries and other things. Kwa sababu nyuma kama Janus tunaangalia kule tunakotoka, we have learned our lessons. Things happen for a reason, a season and for a lesson. Chochote ambacho kiko in the past uweze kukielewa kilitendeka kwa sababu yake, kwa muda wake na kwa fundisho fulani. It happens for a reason, a season and a lesson. But now there is this phase focusing on the future. I can be able to plan. I can be able to have perspectives into the future. Ndivyo Januari nimeacha yaliyopita, ninapanga yajayo. That's why Julius Caesar in the year 46 BCE initiated now the process of having January as the first month in the calendar. The Roman calendar by then was reconfirmed when we had now the new Gregorian calendar that is in use in the civic year. In the year 1582, the Gregorian calendar came in place in October 1582. So vile tumeanza mwaka, tumeanza na Mungu, tutatembea na Mungu, ataweza kuwa pamoja nasi. Na ndivyo tunasema hakuna yote ambaye anaweza kujisifia na kusema ya kwamba amepata hayo yote kwa sababu yake, bali ni kwa sababu ya Mungu. Tuombe siku ya leo ya kwamba ni mwanzo mpya katika maisha yetu. Let us renew ourselves, not just saying new year, happy new year, happy new year, happy new year. That will be just an empty phrase. What will be new in me? Are there some tendencies or some inclinations that are opposed to newness and greatness in my life? Nini hicho ambacho kitakuwa kipya? Labda nimekuwa nimelegea mahala fulani, nimekuwa na uzembe mahala fulani, nimekuwa na mazoea ambayo hayawezi kunisaidia niweze kuwa mtu wa amani, mtu ambaye anadhihirisha utukufu wa Mungu kama alivyofanya Bikira Maria, mama wa Bwana wetu Yesu Kristo. It is a challenge. It's a moment of retrospection, kwenda nyuma. Is a moment of introspection. Is a moment of projection. The past, retrospection. Present, introspection, going into the core of our being. Future, projection. Tuombe siku ya leo ya kwamba Mungu atatujalia hiyo baraka. Tumsifu Yesu Kristo.